bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Mstari wa 2, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata uisikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na katika mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiendelea kusoma mistari hiyo, umejaa ahadi nyingi sana za baraka. Ukiendelea kusoma mpaka ule mstari wa 14, utakuta kuna vitu vingi sana ambavyo Biblia inazungumza inaweza ikatokea kwenye maisha yetu, na ili mambo haya yatokee, kuna kitu ambacho Mungu anahitaji kutoka kwetu. Na leo nataka nizungumze somo linaloitwa utii. Hebu sema utii. Sema tena utii. Utii ni jambo linalonenwa sana kwenye Biblia. Tangu kwenye kitabu cha Mwanzo mpaka kwenye kitabu cha Ufunuo, kuzungumza swala la utii. Lakini pia Biblia inaonyesha matokeo makubwa yanayotokea wakati watu wanaposimama na kutenda kwenye utii. Watu wanapoonyesha utii, kuna baraka nyingi sana za kimungu zinatokea. Na ahadi za Mungu ni nyingi sana kwetu. Lakini kiukweli, ili yatokee, ili tuyaone kwenye maisha yetu, kuna vitu ambavyo Mungu anahitaji kutoka kwetu. Na jambo ambalo Mungu anahitaji kutoka kwetu, nachohitaji Mungu ni utii. Wenda wakati mwingine tunangoja Mungu atubariki, na tunang'ang'ana atubariki, lakini si ajabu wakati huo Mungu anasubiri kuona utii wetu. Mungu anasubiri kuona tunavyotii sisi. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kujikuta huko kwenye kona ambao unangoja, lakini na wewe unangojewa. Siku zote Mungu anatimiza ahadi zake, na yeye ni mwaminifu katika kutimiza kile anachokisema na kuahidi. Na siku zote kwenye ahadi za Mungu kuna upande wake, lakini kuna upande wa mwanadamu unaotakiwa kutekelezwa. Na kama mtu akatekeleza kwa uaminifu nafasi yake, Mungu hashindwi kutimiza ahadi zake. Katika kitabu hiki ambacho tumekisoma cha Kumbukumbu la Torati, inaonyesha jinsi ambavyo kuna ahadi nyingi sana za Bwana
anazokusudia zitokee na ziwe kwenye maisha yetu. Lakini kuna kitu ambacho cha kwanza tunachopaswa sisi kufanya au na kufanya kwenye maisha yetu, na jambo hilo sio lingine, ni kuitii sauti yake. Anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo yake ni kuagizayo leo. Anasema ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Lakini pia anasema na baraka hizi zitakufuata. Kwa Mungu anaweza akamtukuza mtu, akamfanya kuwa mtu maarufu, lakini pia baraka hizi ameanza kuziorodhesha hapo, zinazoweza kutufuata kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunapaswa kufahamu kama kanisa, utii si jambo la hiari kwa Mkristo, bali ni msingi wa uhusiano wetu na Mungu. Utii sio jambo la hiari kwenye maisha ya mtu. Sio sala la kuamua kwamba nitatii nikijisikia, nitatii nikiamua. Ni swala ambalo ni msingi wa maisha wa mahusiano yetu sisi na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa yale mahusiano yetu na Mungu inatufanya tuwe jinsi ambavyo tunaweza kuonyesha utii katika maisha yetu. Na hili swala la utii ndilo ambalo linaamua siku zote hatima ya maisha ya mtu, kwamba maisha ya mtu yataishia wapi. Inaamuliwa na namna mtu anavyotembea kwenye utii. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wakati Mungu amemweka Adamu kwenye bustani aende, hakupewa amri nyingi, alipewa amri moja tu ya kutii. Hakupewa mambo mengi, ilikuwa ni swala moja tu: usile matunda haya au usile mti huu. Hapakuwepo na longolongo ya vitu vingi na maagizo mengi. Mungu alichotafuta ilikuwa ni kipengele tu cha utii. Kwa hiyo akawekewa watu mti ambao ameamba usile hili tunda. Hilo ndilo katazo ambalo Mungu ameliweka. Mungu alichokuwa anatafuta ni kuona namna ambavyo atatii yale maagizo. Na kwa bahati mbaya sana hakutii. Na kwa sababu hiyo kule kutokutii kwake akajikuta amefukuzwa na kuondolewa kwenye bustani ya Edeni. Akajikuta yale mazingira mazuri na mema ambayo Mungu ameandaa hakuweza kuyafurahia tena. Maisha yaliyopangwa yawe mema kwenye maisha yake hakuweza kuyashuhudia tena. Akajikuta yuko kwenye kilio, yuko kwenye machozi, akajikuta yuko kwenye maumivu, lakini ni kwa sababu tu kuna jambo alilolikosea kwenye maisha yake. Jambo alilolikosa kwenye maisha yake ni kule kutii alikotakiwa atii kwenye maisha yake. Kwa hiyo akapoteza kila baraka iliyopangwa kwenye maisha yake. Akapoteza yale mazingira mazuri aliyotakiwa kuishi, na akajikuta amefukuzwa, anaishi kwenye maumivu, anaishi kwenye uchungu. Bwana Yesu atusaidie. Lakini kwenye eneo lenye utii kumebeba baraka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwenye eneo la utii kumebeba baraka. Na mahali popote ambapo kuna utii, huwa Mungu anatenda. Mahali popote ambapo kuna utii, Mungu atafanya jambo. Lakini mahali popote ambapo kuna utii, baraka za Mungu zinatiririka. Mahali ambapo kuna utii, baraka za Mungu zinaweza kuonekana. Baraka za Mungu zinaweza kutiririka. Eneo lolote ambalo kuna utii, maombi yanaweza yakajibiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanaweza yakajibiwa. Wakati unaweza kuomba sana hatuoni matokeo. Lakini kuna haja ya kurudi, je, nimetimiza sehemu yangu? Je, nimefanya wajibu wangu ipasavyo? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema wakati mwingine mnaomba lakini hampati. Kwa nini? Nia zenu sio nzuri, mnaomba ili mvitumie vibaya. Na Mungu anachohitaji ni kulitii neno lake.
ni kutembea kwenye mapenzi yake. Sehemu nyingine anasema ya kwamba tuna uhakika tukiomba tutajibiwa, kwa sababu tunafanya mapenzi yake. Kama tukikaa kwenye mpango wa Mungu, basi kila jambo ambalo tunalifanya na kuliomba, tutaona baraka zake na tutaona neema yake zikitokea kwenye maisha yetu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kutii maana yake ni nini? Kutii tunasema kama Mungu anataka. Jambo la kwanza ni kuisikia. Ni kuisikia. Hebu sema kuisikia. Sema tena kuisikia. Kusikia nini? Kusikia sauti ya Mungu. Hicho ndicho kitu cha kwanza Mungu anachotafuta. Anatafuta kusikia. Anasema itakuwa utakapoisikia. Kwa kabla Mungu hajaachilia baraka, anatafuta masikio yenye uwezo wa kusikia. Anatafuta mtu ambaye mtu huyo ana uwezo wa kusikia, sikio lake linaweza likasikia. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo, anazungumza juu ya yale makanisa 7 na mara kadhaa amerudia, heri asikiaye maneno haya ambaye Roho ayaambia nini? Makanisa. Kwa Mungu anatafuta mtu asikiaye. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana, jambo la kwanza na maana tunaposoma itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana. Utakapoisikia, ngoja tuambie rafiki, mtu anayesikia maisha yake hayabaki kwenye mfumo mmoja. Kinachobadilisha maisha yetu na tuwe vile inavyotakiwa kuwa ni kwa jinsi tunavyosikia. Kama mtu akikosa sikio la kusikia, maisha yake hayawezi yakabadilika. Na kuna watu wanaweza wakasikia sauti, lakini hakuna badiliko kwenye maisha yao. Kwa nini hakuna badiliko? Ni kwa sababu ile sauti hawakuipa nafasi ya kubadilisha mwelekeo wa maisha yao. Lakini sauti ya Bwana hubadilisha tunavyofikiri. Sauti ya Bwana hutufanya tugairi kwenye mambo fulani. Sauti ya Bwana hutupeleka mahali tuseme haya hayatupasi, kwa sababu tunamtii Bwana. Mtu anayesikia akionywa anabadilika. Mtu anayesikia akielekezwa anasikiliza. Mtu anayesikia akiambiwa jambo atalitekeleza. Sasa mzee nako unasikia? Hebu uulize tena, unasikia? Kuna watu wanahubiriwa na kuhubiriwa, lakini wamebaki kama visiki. Maisha yao yamebaki kwenye kona isiyofaa kama watu wa Mungu. Lakini Biblia inasema itakuwa utakapoisikia. Kwa Mungu anatafuta watu watakaosikia kwa makini. Sio wakusikia kwenye sikio hili na kutokea kwenye sikio lingine. Sio watu ambao ameshaambiwa anatopaswa kufanya, lakini bado anaendelea shingo upande katika yasiyotakiwa. Sauti ya Bwana lazima ibadilishe nia zetu. Sauti ya Bwana lazima ibadilishe fikira zetu. Sauti ya Bwana lazima ibadilishe mitazamo yetu. Ukisikia kukua kiroho, jambo chake ni hiki, kwamba mtu anasikia alafu anabadilika. Mtu anasikia alafu anakuwa. Mtu anasikia alafu anaongezeka. Mtu anasikia alafu maisha yake anaendelea kukua katika kumfanania Bwana Yesu. Ni mtu anayesikia. Kanisa lazima liwe na sikio lenye uwezo wa kumsikia Mungu. Na watu watakaobarikiwa ni watu ambao wamejiweka tayari kwamba watamsikia Bwana hata kama kuna gharama ya kutii maagizo ya Bwana. Wako tayari kutii. Hao ndio watu watakaobarikiwa. Amen. Kuna watu wanang'ang'ana na baraka za Mungu bila kutaka kutii kwake kwanza. Sikiliza, Mungu hajasema utabarikiwa kwanza. Anasema wewe uitii nini kwanza.
shida kutimiza maagizo yake, lakini anaangalia wewe unatimizaje. Amani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kutii huleta matokeo makubwa kwenye maisha ya mwanadamu. Wewe niwaambie, kinachoamua hata namna familia zetu zinavyokuwa ni namna ambavyo wamejitoa kutii. Kuna watoto automatic watapata upendeleo, si kwa sababu ya kitu kingine, namna mioyo yao inayosikiliza. Bwana asifiwe. Wewe jifanye tu gumegume nyumbani, utaangaliwa na utapitwa na mengi. Mabili ndio utapitwa na mengi. Mungu hahitaji roho ya ukaidi. Mungu hahitaji moyo wa kiburi. Mungu anahitaji watoto walio tayari kutii. Wale watakaotii watabarikiwa. Wale watakaotii watakula mema ya nchi. Kutii. Kwa kuna kusikia. Kama zungumza kutii, maana ni kusikia sauti ya Mungu. Jina la Bwana mpendeza. Unasikia na unatii. Namkumbuka Samuel. Yuko hekaluni. Ni usiku amelala. Alafu sauti inamuita Samuel, Samuel, Samuel. Na kwa kuwa hakumwelewa Bwana akakimbia kwa Eli. Na anasema, "Naam, niko hapa maana umeniita." Anaambiwa, "Sijakuita. Kalale." Anaenda analala dakika chache, sauti inakuja na Samuel, Samuel, Samuel. Anakimbia tena kwa Eli, "Niko hapa umeniita." Hakuchoka kuamka kwenye usingizi. Unajua kuamsha watu wao kwenye usingizi ni shughuli. Bwana asifiwe sana. Hebu sema ni shughuli. Wauliza wale wanao kutoka na mama mchungaji kuja kwenye maombi. Sasa hiyo unaweza ukakwanzika, unaona yaani maana ndio umelogea saa hiyo. Alafu naambiwa saa ya maombi. Samuel hakusita. Anarudi tena, anaambiwa nenda tena kaone akalale. Anasikia tena Samuel, Samuel, Samuel. Ananyanyuka anakimbia. Ile baadaye Eli akatambua huyu anaitwa na Bwana. Akamwambia kalale tena, akikuita wewe usije hapa. Baki hapo hapo, ila mwambie nena Bwana. Kwa kuwa mtumishi wako, kwa kuwa mtumishi wako anafanya nini? Hebu sema anasikia. Anasikia. Kwa hiyo anamwambia Bwana nena, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Kwamba niko tayari kusikia, niko tayari kusikiliza. Kwa hiyo nena Bwana, mtumishi wako ninasikia, nipo tayari kusikia. Alafu ndipo Bwana akasema na maisha. Na unajua bila kusema kwa baada Samuel. Bila kusema Samuel hakuliacha neno la Bwana lianguke chini. Samuel hakuliacha neno la Mungu lifanye nini? Lianguke chini. Amen. Hata wakati wa uzee wake anawaita wazee wa Israeli. Anawaita wale makutano wakati amefika mahali pa kuwa mzee. Alafu anasimama mbele yao kwa ujasiri mkubwa. Anawaambia, niambie, mimi nimekuwa mtu mzima. Mimi nimekuwa mzee. Nimetembea katika njia ya Bwana. Nimewahudumia. Nimesimama mbele yenu. Nimeishi katikati yenu. Alafu anasema kama kuna mtu yeyote mwenye neno juu yangu ashuhudie. Nimechukua ng'ombe wa nani? Nimemdhulumu nani? Nimemtendea nani jambo lisilofaa? Akaanza kuhoji kama kuna mtu mwenye dukuduku, kama kuna mtu aliyemuonea, kama kuna mtu aliyemdhulumu. Na mwisho wote wanasema haukututendea neno lolote. Hakuna neno juu yako. Haujatuonea, haujatudhulumu. Kwa nini? Kwa sababu alijifunza kuishi kwa kuisikia sauti ya Bwana. Alijifunza kuishi kwa kumtii Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Muulize jirani yako, huna kesi na watu?
Mwangalia usoni na mabehula kesi na watu. Alafu muulize na kujidhulumu mahali. Unajua kuna watu hawana hata aibu, tuseme hawana hata aibu. Mnaweza kabisa kutoa macho makavu na anamrusha mtu hivi. Kama sema kama. Anamrusha mtu kabisa. Anambishia mtu ile ambayo ni chako, anambishia kabisa. Huko bayani mambo akijua hiki nimekifanya lakini sikubali. Ndio sika mtu anaambia umeniambia hivi lazima Smith akwambia. Na nisikizie. Na usikizie. Samuel hakuwa hivi. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Aliishi kwa haki katikati ya watu. Aliwahudumia ipasavyo. Maana hakuliacha neno la Bwana lianguke chini. Neno la Mungu kuanguka chini ni kujifunza, lisileta matokeo kwenye maisha yako. Wewe unajifunza unavyotakiwa kuishi na kuishi. Hilo ndio limeanguka chini kwako. Unapaswa kuwa mtakatifu na umejifunza na uishi utakatifu, kwako hilo limeanguka chini. Umejifunza utoaji na hautoi, limeanguka chini. Maana halileti kitu kwenye maisha yako. Sikia sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia sauti ya Mungu. Kisikia sauti ya Mungu imebeba uponyaji, imebeba baraka. Haleluya. Lakini jambo la pili kuhusiana na utii, tunapozungumza utii, maana yake ni kukubali moyoni. Kukubali moyoni, hebu sema kukubali moyoni. Unajua kuna mtu anaweza akakubali jambo lakini ni kwenye hali ya nje tu, lakini moyoni hajawa tayari. Unaona kama vile tunatuma watoto, unamtuma anagoma, unamwambia nitakupiga, na kwa sababu mkishia kumpiga anaweza akaenda, lakini akaenda akilia njiani, lakini hana la kufanya, inabidi tu aende, ila moyoni anasema moyoni. Maana hicho kitu alikubali mara nyingi, ila sasa fanye nini? Nimefosiwa, naenda. Mungu hahitaji hicho, anahitaji kutii. Kuanzia wapi? Moyoni. Ndio maana kwenye Isaya sura ya 1 na mstari wa 19 anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema taishi. Lakini ifanye ni kukubali. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya ina. Ndio maana Mungu hashurutishi watu, Mungu halazimishi. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu sio dikteta wa kufuata na kulazimisha vitu. Hakujaumba wanadamu kama remote fulani ambalo unaweza tukalisukuma na kuliamuru lifanya unavyotaka. Mungu anatamani utii unaotoka kwenye pendo. Mungu anatamani utii unaotoka kwenye moyo uliokubali. Mungu anataka utii unaotoka kwenye kilindi cha maisha ya mtu, kwamba nimekubali. Ni mimi nimekubali. Ni mimi nimeamua. Jamani, Bwana asifiwe. Hao ndio watu ambao Mungu anawatafuta. Ndio watu ambao Mungu anawatafuta. Watu ambao wanaonyesha mapenzi ya dhati kwa Mungu wao. Watu ambao wanaonyesha pendo la kutosha, kwamba tuko tayari kutii hata kama inatugharimu. Tuko tayari kutii hata kama ni vipi. Ndio watu kama wakina Daniel. Wanaambiwa tanuru liko hapo na umeongoza moto mara 7. Hilo wanasema sisi tuko tayari kumtii hata kama itatugharimu kufa pote ya moto. Kutimiza ndoa anayojisikia
Walitupwa kwenye tanuru, lakini walitokea wakiwa wazima. Walitupwa kwenye tundu la simba, walitokea wakiwa wazima. Walikubali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wala hakuna mtu aliyewalazimisha, walikubali wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikubali wenyewe. Utii una gharama, lakini utii umebeba baraka. Utii umebeba hatima ya maisha yako. Utii ndicho kitakachoamua huko mbeleni utakuwa mtu wa aina gani. Utii ndicho kitakachoamua safari yako na Mungu itaendeleaje. Utii. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama ni Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la kuzungumzia maana ya utii ni kule kutenda bila masharti au bila majadiliano. Yaani hakuna majadiliano. Bwana amesema ni moja, ni kugeuka, ni kugeuka. Kama ni Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kutimiza kile ambacho Mungu anasema pasipo majadiliano. Ndio maana kwenye kitabu cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 22. Hebu soma. Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 22. Na mwingine anaweza kufungua Samuel sura ya 15 na mstari wa 22 pia. Kama unaweza kusoma basi unaweza kusoma mara moja. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Amen. Iweni watendaji wala sio wasikiaji tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu. Ukiendelea kusoma kwa anasema mtu anayesikia neno la Mungu sana mbona hajaangalia kwenye kioo. Anaweza kajiangalia akitoka kwenye kioo anasahau jinsi alivyokuwa. Sisi hatupaswi tu kuliangalia, hatupaswi tu kulisikia, bali tunapaswa kulitendea kazi. Tunapaswa kuliingiza kwenye maisha yetu. Samuel 15 mstari wa kwanza, Samuel wa kwanza sura 15 na mstari ule wa 22 hadi 23. Soma. Samuel wa kwanza 15:22 hadi 25. Naye Samueli akasema, "Je, Bwana, usipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia ushauri kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama uovu na kuabudu kinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme." Ndipo Sauli akamwambia Samueli, "Nimefanya dhambi, maana nimeivunja amri ya Bwana, pia maneno yako, kwa sababu niliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao." Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapa tunasoma habari ya Samuel, jinsi ambavyo alitumwa na Mungu kwenda kuwaangamiza Waamaleki, lakini hakwenda kutimiza kile ambacho aliambiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakwenda kutimiza hicho. Baada yake aliogopa. Hakwenda kuwaangamiza kama alivyotakiwa kufanya hivyo. Na baadaye anaamua kujitetea kwamba unajua, kwa sababu wamewaogopa wale watu wakashindwa kutii sauti ya Bwana. Lakini Mungu hakusikiliza ule udhuru na zile sababu zilizotolewa. Haikuwa maana mbele za Bwana kama kuitii sauti ya nani? Sauti ya Bwana. Na huyo mtu yeye aliamua kuleta sadaka. Yaani huyu Sauli aliamua kufanya kitu kingine badala ya utii.
alitakiwa kutii, awaangamize wote, aangamize mali yao, aangamize kila kitu. Yeye akaona okay, ngoja nitoe hii kidogo, ng'ombe zilizonona na wale wazuri wakatolewe sadaka. Lakini Mungu hakuwa na mpango wa sadaka kutokana na kile walichotakiwa. Alichotakiwa yeye ni kuitii sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Awaangamize wote. Na unajua kwa sababu hakutii, Sauli alipoteza nafasi yake ya ufalme. Alipoteza nafasi yake ya ufalme. Bwana Yesu na atusaidie sana. Alipoteza ile nafasi. Kwa nini? Kwa sababu hakutii. Na Mungu anamwambia, je, kutii sauti yangu ni bora kuliko sadaka? Kunitii mimi ni muhimu kuliko kitu kingine. Mungu anamwambia, sadaka unazozitoa kama haumtii Mungu haina maana. Utumishi utakao ufanya kama hauna utii mbele za Mungu haina nini? Haina maana. Mungu anahitaji mtu anayemheshimu. Mungu anahitaji mtu atakayemtii. Na huyo Mungu atambariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu atambariki sana kwa wala sio kidogo. Kwa watu watakaobarikiwa, wajifunze kutii sauti ya Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tujifunze kutii sauti ya Bwana na tutabarikiwa sana kwenye maisha yetu na tutamuona Mungu akitubariki. Hebu tuangalie aina za utii. Aina za utii. Aina za utii. Utii wa kwanza, aina ya kwanza ya utii ni utii kamili. Hebu sema utii kamili. Unajua kuna utii kamili na kuna utii ambao sio kamili. Ni utii lakini sio kamili. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya 22. Mwanzo 22. Hapo tunaweza tukaona mtu ambaye ametii kwa ukamilifu. Ametii kila alichotakiwa kufanya. Na si mwingine ni Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Ibrahimu alionyesha kumtii Bwana. Sasa unaweza kusoma ule mstari wa kwanza mpaka 20 mpaka mstari ule wa 18. Wa 18. Lakini wacha tusome, wewe soma ule mstari wa 25 mpaka 20. Msoma mstari wa 18 mpaka 18. Ili tufupishe kidogo. Malaika wa Bwana akamwita Abrahamu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala kunitilia mwanao wa pekee. Katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki lango la adui zako. Na katika uzao wako mataifa yote ya duniani watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Ibrahimu alipoambiwa akamtoa Isaka. Tunakumbuka hiki kisa sana. Na haikuwa jambo rahisi. Lakini Ibrahimu alionyesha utii kamili mbele za Bwana. Aliamua kuondoka na Isaka. Na akaenda mpaka kwenye mlima ambao Mungu alimwambia aende. Haikuwa ni safari ya kwenda na kurudi siku hiyo hiyo na kufika. Biblia inasema safari ile iligharimu siku 3 kusafiri. Na huku mtoto amebeba kuni, wana kisu na wana moto. Lakini mwana kondoo wa kutolewa sadaka hayupo. Na kwenye safari hiyo njiani mtoto wake anamuuliza, kwa kawaida siku zote tunapokwenda kutoa sadaka vitu vyote vya vinakuwepo. Tuna moto, tuna kisu, tuna kuni
lakini mwana kondoo wa Pasaka yuko wapi? Yale yalikuwa ni maswali magumu sana kwa Ibrahimu. Lakini yeye alijua ni nani anayekwenda kutolewa sadaka. Maana Mungu alimwambia ni mwanao Isaka. Kwa hiyo akaondoka akijua anaenda kumtoa na akampeleka mpaka kwenye ule mlima. Na walipofika karibu akawazuia watumishi wake. Akawaambia, ninyi bakini hapa, mimi naenda na mwanangu tukafanya ibada, tutawaambia. Maana hakutaka watu watakaokwenda kumvuruga kwenye kutimiza au kwenye kutii sauti ya Bwana. Alijua kabisa akienda na hawa watu, saa ya kutolewa Isaka hawatakubali. Inawezekana ikawa ni vurugu. Akaamua kuacha mbali. Akasema, nitakwenda peke yangu, nitakwenda na Isaka, maana mimi ndio ninayetakiwa kuitii sauti ya Bwana. Yaani wakati mwingine mazingira inatushawishi tusitii sauti ya Mungu. Wakati mwingine aina ya watu ambao tumekuwa nao ni sababu ya sisi kutokuitii sauti ya Bwana. Nataka nikushauri, achana na mazingira yasiyotaka kuzuia usimsikie Bwana, usimtii Bwana. Achana na makundi na marafiki wanaoweza kuwa sababu ya wewe kutokumsikia Bwana, ya wewe kutokumtii Bwana. Nenda mbali peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Usishikamana na watu ambao ni wachovu wa kiimani. Usishikamana na watu ambao hawana mpango wa kwenda mbinguni. Ngoja niwaambie, kuna watu hawana mpango wa kwenda mbinguni, na wengine wako kwenye makanisa ya watu waliookoka, lakini hawajaamua kubadilika. Kuna watu wako tu. Mwaka unapita wapo, miaka inapita wapo. Watu wako kanisani lakini wana njia zao. Hawaeleweki kama sio wenzetu, lakini wanajificha nyuma yetu. Wanajificha na kusanyiko, lakini wana mambo yasiyofaa. Haipaswi kwa hivyo. Bwana atusaidie sana. Wala tukata shauri tukamtafute Bwana. Wala tukata shauri tukamtii Bwana. Usiwe dunia kuwili. Ukiwa duniani ni dunia kabisa, na ambao wanakuja wewe ni wenzao. Wanakushangaa kwa nini uko huko? Maana kama wakisengenya na wewe upo, wakipanga njama za uharibifu na wewe upo. Ibrahim akamwambia watu wake, kaeni hapa, naenda na Isaka. Akaenda na Isaka. Na Isaka, Ibrahimu hakuwa anatania. Akaenda baada ya kutengeneza madhabahu, akaweka kuni, moto kile kinaandaliwa, anamchukua mtoto wake. Bila sema alipochukua mtoto wake akamlaza hapo kwenye madhabahu, akachukua kisu, akainua kisu ili amchinje mtoto. Hakuwa anatania. Kwa aliposha kisu anamkata mwanae, vinasema malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu. Sauti ya malaika ikaendelea. Hapa niliposoma anasema malaika wa Bwana akamuita mara ya pili. Maana yake kuna mahali aliitwa kwa mara ya kwanza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Somo la mstari wa 11. Rudi nyuma kidogo, somo mstari wa 11. Mpaka 12. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Abrahamu, Abrahamu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaitwa na malaika, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Na anasema mimi hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema mimi hapa. Alafu akamwambia usimdhuru mwanao. Jamani, Bwana asifiwe sana. Usimnyoshe
Somo mstari wa 10 anasema Ibrahimu akanyoosha mkono wake akakitwaa kisu ili amchinje mwanae. Yaani akanyoosha mkono wake akachomoa kisu ili amchinje. Wakati anataka kuchinja, ndipo ghafla sauti ya malaika ikaita kwamba Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Akasema na niko hapa. Anaambia usimchinje mwanao, maana nimetambua kwamba unamcha Mungu. Kama hukunizuilia mwanao wa pekee Isa, nimegundua unanipenda. Nimegundua kwenye mazingira haya na kwenye jambo hili umeonyesha utii mkubwa. Anaambiwa sasa nimegundua. Haleluya! Kumbe Mungu alichokuwa anatafuta ni ule utii, kwamba je, ananitii? Kwa hiyo akaambiwa usimdhuru mwanao. Halafu akaambiwa angalia pembeni. Anaangalia pembeni, anaona kuna mwana kondoo. Huyu akatolewa sadaka badala ya Isaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa mara ya kwanza malaika alimuita akamwambia asimdhuru mwanae, kwa sababu Bwana ameshaona ule utii wake. Lakini mara ya pili huyu malaika anamtokea, anamwambia nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umeleta neno hili wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha. Nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utaimiliki mlango wa adui. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu anaapa, anasema kama nikukubariki nitakubariki. Sina kitu kitakachozuia usibarikiwe, kwa kuwa umekuwa mtii. Bila na Mungu anaapa kwa nafsi yake. Wewe anaapa kwa nafsi yake kwa sababu yeye hana mtu wa kumwapia. Wanadamu huwa wanaapa, na wengine wanaapa kwa watu walio juu yao, wengine haki ya mama. Anamwapia mtu haki ya nani? Haki ya mama. Wengine walikuwa na kile kiapo inafanywa hivi. Maana yake hata shingo yake ikatwe. Ninachokuambia ni kweli. Viapo vya aina ya ajabu vingi. Lakini huyu hana wa kumwapia. Na wengine wanaapa kwa Mungu, lakini Mungu hana wa kuapa naye. Akasema ninaapa kwa nafsi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaapa kwa nafsi yangu, kwa sababu umetii nitakubariki. Kwa sababu umetii nitaibariki uzao wako. Kwa sababu umetii mtamiliki mlango wa maadui. Maana hamtashindwa na maadui, bali mtawashinda maadui. Hamtaonewa, hamtakuwa chini, mtainuliwa na kubarikiwa, kwa sababu umeisikia sauti ya Bwana na mkaitii. Haijalishi umeanzia wapi, haijalishi ni kwenye mazingira gani, lakini tukichagua kumtii Bwana tutainuliwa, tutabarikiwa. Mungu atakubariki, na Mungu atakuinua, na Mungu atakufanya kuwa mtu wa maana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini mtii Mungu, mtii Mungu, mtii Mungu, huo ndio utii kamili. Lakini kuna utii nusu, ni kama ule wa Ibrahimu, ni kama ule wa Sauli. Kama ule wa Sauli, ule ni utii, lakini ni utii nusu. Kwa sababu ameenda ameua watu, ameua mifugo, lakini akaacha walionenepa. Alitakiwa kumwangamiza na mfalme, hakumwangamiza, hata kumwangamiza ile mfalme Agagi. Akaamua kumleta akiwa hai ili ajionyeshe, ili ajisifie. Hakutimiza neno la Bwana, amefanya nusu. Amefanya kwa sehemu, na utii nusu mbele za Bwana ni uasi. Ukweli mdogo na ukachanganywa kwa uongo mbele za Mungu ni uongo. Unajua hata wanasema anasema kweli, lakini kuna kauongo. Unaona kanusu ukweli kapo, kama kuna ukweli
Ni kama mnaleta wakati mwingine tunakaa mbele za Bwana. Unajua? Ni kama ile ya Safira na Anania. Wanaenda kutoa mbele za Bwana. Wametoa. Lakini walichofanya waliamua kuleta nusu au wameleta sehemu na sehemu nyingine wameificha. Haukuwa ni ukweli wote. Wanaulizwa hiki ndicho mlichosema, ni kweli hiki tu ilikuwa. Lakini haikuwa chote, ilikuwa ni nusu. Wametii kwa sehemu, wameleta kwa sehemu, lakini haikuwa kamili. Ambaye nako Mungu anataka ukamilifu. Mwambie Mungu anataka ukamilifu. Ndio maana wanaambia mnaingia kwenye shida, wala mnajiingiza kwenye shida. Hiki kitu kilikuwa ni mali yenu, kilikuwa kwenye uwezo wenu kabla mjakiuza. Hata baada ya kukiuza ilikuwa ni mali yenu. Mngeamua kusema hatutoi, kulikuwa na kesi gani? Shida ni udanganyifu. Shida ni kutokuwa mkweli. Shida ni kutotii inayotakiwa kutii. Kwa nini mnaamua kudanganya? Kwa nini mnamwambia Roho Mtakatifu uongo? Maana yake walifanya kwa sehemu, lakini kuna sehemu hawakufanya. Mungu si Mungu wa kumkatia vipisi. Mungu ni mjanja kuliko mtu yeyote. Unaweza ukadanganya kazini, nimeshindwa kufika, nilikuwa mgonjwa, kumbe ulikuwa kwa rafiki yangu na wala wasiweze kukujua. Nilishika kuja kanisani, nilikuwa na hiki, kumbe hakuna lolote. Mungu anaona. Bwana Yesu atusaidie sana. Utii nusu. Angalia hiki ndicho kilichomfanya Sauli akakataliwa. Hiki ndicho kilifanya Sauli akapoteza nusu ya ufalme. Na hiki ndicho kilichofanya Safira na Anania wakajikuta wamepoteza maisha yao. Ukiangalia kwa ukweli, hela ziko mezani na wameleta hizi hapa, lakini mbingu inaona kuna udanganyifu. Mbingu inaona kuna kitu kisicho sawa. Mbingu inaona kuna kukosa uaminifu. Mbingu inaona kuna kutokutii kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza kuwaridhisha watu na chochote watakachoona, lakini mbingu inaangalia haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu inaangalia umetimiza kwa uaminifu. Ndio maana kwenye zaka anasema leteni zaka kamili. Hebu sema kamili. Hebu sema tena kamili. Wao unaona unatoa zaka lakini je, ni kamili? Muulize jirani yako, unatoa kamili au unarejeshaga tu? Kama imepita miezi mingi sana, ngoja nitoe leo hiki. Nimekaa sana. Hebu ngoja nifanye. Ngoja niwaambie leo. Haya mambo ni mambo yanayohusu sisi na inamuhusu Mungu. Usifanye kama vitu ambavyo unafanya kwa watu, utapata hasara. Hii sio biashara yetu na Mungu. Yaani hili ni swala ambalo Mungu anahitaji kutoka kwetu, na ili tubarikiwe kuna sehemu anataka tutii. Bwana Yesu asifiwe. Anasema leta zaka kamili. Unaweza kuleta nusu na ikapokelewa kanisani, lakini mbingu haijafanya nini? Haikubali. Maana mbingu inaangalia ametimiza. Huyu mtu ametii. Safira na Anania wakapotea. Kwa nini? Walionyesha utii nusu. Ni nusu tu walifanya, hawakutii kamili. Haya tunaona wakina Sauli hivyo hivyo, akapoteza kila kitu na akapata hasara kwa maisha. Kuna kutii namna hiyo. Kitii vizuri unabarikiwa. Ukitii vibaya unapata hasara kwa maisha. Lakini utii mwingine unaitwa ni utii wa haraka. Yaani mtu ambaye amesikia akaamua kutii. Soma kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 5.
Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 4 hadi wa 6. Naweza kusoma mara moja hapo. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 4 hadi wa 6. Kama unapata unaweza kusoma. Amen. Nasema na alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, twenda mpaka kilindini, kashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha usipate kitu, lakini kwa neno lako tutazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu anamwambia Petro, alipomaliza kuhudumu, Yesu akamwambia, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Petro anamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako tutazishusha nyavu. Lakini, hebu sema lakini, kwa neno lako tutashusha nyavu. Ana yake, niko tayari kukutii, lakini nisingekuwa hivyo nisingerudia hii kazi, kwa sababu shughuli hii nimehangaika nayo usiku kucha, lakini kwa sababu ya neno lako nitalifanya. Wakashusha nyavu, na Biblia inasema wakapata samaki wengi mpaka haikutosha chombo chao, kinataka kukatika. Wakawaita marafiki, na marafiki wakaja na chombo chao, na chenyewe kikajaa samaki, kinataka kukatika. Ingekuwepo chombo cha 3 ingejaa, ingekuwepo cha 4 ingejaa, ingekuwepo cha 5 ingejaa. Lakini kwa kuwa baraka za Mungu sio za kumwaga, ilipokosekana pa kuhifadhi, na baraka ikaishia hapo. Ni kama yule mwanamke alienda kuomba vyombo kwa majirani ya kuweka mafuta. Chombo kilipokoma na mafuta yakafanya nini? Ikakoma. Bila sababu, baraka za Mungu hazitolewi kwa kipimo. Mungu hutoa baraka za kutosha kwenye maisha yetu, lakini chanzo kikubwa lazima tujifunze kutii. Tukimtii Bwana tutaona baraka zake. Tukimtii Mungu na kulitii neno lake tutaona mema mengi. Mtakula mema ya nchi kama mkikubali na kutii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Muda umeisha, somo halijaisha, lakini uondoke na kipande hiki. Kubali kumtii Mungu, maana ndiye mlango mkuu wa kubarikiwa kwenye maisha. Njia ya kupokea kutoka kwa Mungu ni sisi kuonyesha utii wake, utii kwetu, na Mungu atatubariki na kutuinua. Wote waliomtii Bwana hawakubaki wakiwa wa kawaida, lakini tunaona madhara ya kuishi bila kumtii Mungu. Simama kwa miguu.